nyuma yangu na kuwa Muislamu. Sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ile ulikuwa unasema na shuhuda wako ulikuwa make decision kusilimu na ulikuwa haujui the right channel. Sasa nishakusilimisha, ushajua the right channel. Wengine ulikuwa unasema mimi nikiwa Muislamu ningependa kuitwa hivi ama ningependa kuitwa vile. Jina gani ya Kiislamu ambayo ilikuwa inakupendeza, ambayo ulikuwa unasema nikiwa Muislamu taitwa hivi ama vile? Ni gani? Majina yako mengi. Ninapendekeza Omar. Unapendekeza Omar. Kwa hiyo Omar ndio kijina katika majina ambayo kwamba ulikuwa unapenda. Umechagua jina kubwa maana Uislamu kuna dini ambayo Mwenyezi Mungu anatambua ni Uislamu. La, anasemaje? Anasema inna dina indallahi al-Islam. Dini ambayo Mwenyezi Mungu anatambua ni Uislamu. Hiyo amesema inna, kwa hakika bila shaka dini ya haki ni Uislamu. Amesema ndani ya Qur'an 3:85 Qur'an 85. Kwa hiyo ukitaka salama unakuwa Muislamu kufikia ni namna alivyofanya huyu, unatamka maneno, kwa kutamka maneno hayo Mwenyezi Mungu anafuta madhambi zako. Na Yesu aliambia watu katika Yohana 15:3 kwamba nyinyi mmekuwa safi kwa sababu ya neno. Kwa maana neno ndio inasafisha, sio damu. Leo watu wanaambia watu kwamba ukitaka kuwa msafi unasafishwa kwa damu. Tangu lini damu inasafisha? Damu haisafishi, damu inachafua. Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Philip, wewe unasema ni unatoka Murang'a? Ndio. Kwa Kang'ata Irungu ama Irungu Kang'ata? Irungu Kang'ata. Anaitwa mtu wa maziwa ama nani? Anaitwa nani wa maziwa? Wakiwa hili ya. Asante sana. Sasa wewe unasema PCEA. Unaenda kanisa inaitwa PCEA, si ni kweli? Kweli. Na Yesu alikuwa anaendanga wapi? PCEA ama alikuwa anaendanga wapi? Yeye alikuwa anaenda kanisa yote. Alikuwa akimfika SDA anaingia. Akifika PCEA anaingia. Akifika Catholic anaingia. Alafu anawafundisha nini kule? Alikuwa anawachanganyanga kwa mafundisho ama anafundisha fundisho moja? Fundisho moja. Kwa nini Wakatholiki wanaomba wako na sala ya Maria na PCEA hawana sala ya Maria? Kwani Yesu alisahau kufundisha PCEA sala ya Maria? Kwa hiyo hapa pale PCEA na Catholic inamaanisha kwamba Yesu alikuwa afundishi mafundisho sawa, si ni kweli? Sio mafundisho mbili tofauti. Si ni kweli? PCEA kuna sanamu? Hakuna. Ndani ya Catholic tunakana kuna masanamu. Mafundisho moja mbili tofauti. Sunoni ni mafundisho mbili tofauti. Sasa hawezi ukasema kwamba Yesu alikuwa anaingia kanisa zote. PCEA na Catholic wote wanaenda kanisani Jumapili. Kweli si kweli? SDA wanaenda kanisani Jumamosi. Kweli si kweli? Kweli. Nani alifundisha kwenda Jumamosi na nani alifundisha kwenda Jumapili? Philip. Ni nani alifundisha hawa SDA waendange kanisa Jumamosi, alafu tena karudi kufundisha Catholic na PCEA waende Jumapili? Ni Yesu huyo mmoja. Kila mtu watu wanaamini. Kwa hiyo hapa kuna tatizo. Lazima itakuwa kwamba kuna mafundisho ambayo ni ya Yesu na kuna ingine si ya Yesu. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Kama makanisa haya yana mafundisho tofauti, lazima kuna mafundisho ambayo ni ya Yesu, kuna ingine si ya Yesu. Nasema ukweli na danganya? Philip, nasema kweli na danganya? Nasema kweli. Nasema kweli.
Unaonaje tumuulize Yesu alikuwa anaendanga wapi? Ungependa kujua? Kwa sababu mimi siamini alikuwa anaenda kanisa zote, siwezi kubali. Kwa sababu haya makanisa yote yana mafundisho ambayo ni tofauti tofauti. Kwa hiyo haiwezekani kwamba Yesu mmoja aende kwa makanisa tofauti na afundishe mafundisho tofauti tofauti kwa kila kanisa. Haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Yaani kuna vitu haviwezekani, na moja katika vitu visivyowezekana ni hizo. Kama wote wangekuwa na mafundisho moja wasema wametoka kwa Yesu, tungekubali. Lakini kama wao wanaenda mbalimbali, lazima kuna tatizo. Si ni kweli? Sasa tuangalie alikuwa anaenda wapi. 4:23 Mathayo, hebu nisomee hapo. Ama 4:16 Luka. Hai. 4:23 Mathayo ama 4:16 Luka? 4:16 Luka. Kama umepata. Akaenda Nazareti. Akaenda Nazareti, hapo walipolelewa. Na siku ya Sabato, akaingia katika sinagogi, kama ilivyokuwa desturi yake. Hebu mpatie Philip, sijui kama amesikiliza maneno hayo. Philip, umesikiliza maneno hayo? Nimesoma kitabu gani? Kama umesikiliza, nimesoma kitabu gani? Kwa sababu labda nimejisomea. Nimesoma kitabu ya Luka ambaye ni Biblia, si ni kweli? Kweli. Waislamu tunatumia Qur'ani, kweli si kweli? Kweli. Nyinyi mnatumia Biblia, kweli si kweli? Kweli. Tumesoma Biblia katika Luka 4:16 inasema akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Inasema hivyo, iseme hivyo? Sema hivyo. Maana ya desturi ni nini? Ukisikia desturi ya Philip ni kwenda PCEA. Desturi ya Philip ni kukunywa chai wakati wa jioni. Desturi ya Philip maana yake nini ukisikia desturi? Ukisikia desturi ya Philip ni kuvaa kofia akitembea barabarani. Maana yake nini? Tabia ya Philip. Unaona Sasa tunaambiwa desturi ya Yesu ni kuingia katika sinagogi. Kweli si kweli? Kwa maana tabia ya Yesu ilikuwa kuingia katika nini? Sinagogi. Hiyo sinagogi ni nini? Unaweza niambia ni nini? Unaweza ukaniambia? Sinagogi maana yake nini? Msikiti wa Wayahudi. Mpatie Philip. Philip. Hiyo tumesoma Biblia, kweli si kweli? Kweli. Ikasema sinagogi ni nini? Msikiti wa Wayahudi. Asante. Na tabia ya Yesu ilikuwa kuingia katika nini? Sinagogi. Kwa maana tabia yake kuingia katika sinagogi, si ni kweli? Kweli. Na sinagogi tukapata ni msikiti wa nini? Kwa hiyo Yesu alikuwa anaingia katika msikiti. Na wewe unatuambia alikuwa anaingianga katika kanisa, si ni kweli? Sasa wewe Philip na rafiki yetu amekaa pale na ule amekaa kulia wako na kushoto wako. Ni nani anaenda sehemu ambayo Yesu alikuwa anaingia? Nani? Muislamu, si ni kweli? Kwa hiyo wanaoingia msikitini ndio wanamfuata Yesu, kweli si kweli? Kweli. Na ukiingia kanisani haumfuati nani? Yes. Umeona Sasa usijidanganye ati alikuwa anaenda katika kanisa zote, hamna kitu kama hiyo. Hiyo ni story tu za jaba. Unapigiwa story, unafurahishwa, unaimbishwa pale. Kweli ni ajabu kubwa kwa kifo chake Bwana Yesu aliyeambwa pale mtini, alilia kwa huzuni pale juu msalabani, alikata roho kwa huzuni. Unaimbishwa, baada ya hapo unatolewa sadaka.
Unaona Mchungaji anazidi kunona, wewe unazidi kuwa maskini wa maandiko. Shanielewa rafiki yangu? Sasa ilikuwa kukuchangamsha. Nikuulize swali. Uko na swali lolote kwa Waislamu? Sina. Una? Kama huna, mimi nataka uwe Muislamu. Inamaanisha ushaelewa. Kama hauna, inamaanisha umeelewa kila kitu. Sasa nataka uwe Muislamu. Unasemaje? Unacheka? Sema ashhadu. Sema tu. Rafiki yangu, hebu nikusalimie kidogo. Wa alaikum salaam, mambo? Unanisalimia kwa mbali na bidii. Habari gani? Nzuri sana. Naitwa nani? Mimi naitwa Hilary. Mkristo? Wewe Muislamu? Wewe Muislamu? Kabisa. Na unaitwa Hilary? Yeah. Hilary nani? Hilary Ngige, lakini huyu Muislamu anaitwa Hilary Ngige. Muislamu anaitwa huyu Muislamu. Tunapenda Waislamu. Keti hapa. Huyu Muislamu anaitwa Hilary Ngige. Tunapenda sana Waislamu. Rafiki yangu, na shati nyeupe, hebu niwasalimie pale nyinyi mmesimama wawili. Njooni, msiogope vijana. Njooni basi. Mzee, habari gani? Unaitwa nani? David. Muislamu, Mkristo? Mkristo. Kanisa gani? Mimi huenda Jesus Winner. Unaenda wapi? Jesus Winner. Jesus Winner ndio kanisa yako? Okay, mimi huenda huko. Basi njoo hapa kidogo. Wewe mimi nakukaribisha pale. Wewe mtu anakaribisha mahali ukuje upumzike, unaogopa rafiki yangu kweli? Siogopi. Lakini acha nitulie tu. Mimi mbona roho yangu inaniambia mimi nataka ukae tu pale. Niko sawa. Uko kweli? Sawa. Basi sikiliza, usiepe sawa. Rafiki yangu, hebu njooni hapa vijana. Njooni. Kujeni. Acheni waoga. Jinsi gani waoga hawa? Habari gani? Naitwa nani? Philip. Kwani watu wote wa Resombo wanaitwa Philip? Ule Philip na pia Philip? Ama chagua jina lingine? Alex. Na wewe unaitwa nani rafiki yangu? Mimi naitwa Collins. Collins. Muislamu, Mkristo? Kristo. Kanisa gani? Anglican. Na wewe ni wapi? Salvation. Na Salvation na Anglican. Mimi naitwa Abbas. Mimi msikiti yote. Pahali kuna msikiti naingia. Sasa wewe unaweza ingia nini Anglican? Kwa na ibada huko, na mimi kwangu hakuna ibada, naweza ingia huko. Kwani kuna time inakosekananga ibada? Time ikosekani, ni kwa vile surejasa zingine. Kama sasa unaona hapa kuna kanisani. Hapo umeweka msikitini. Sasa tunaona sasa tumekuja hapa. Wewe unaweza enda Salvation? Naweza enda. Unajua Mungu ni mmoja, lakini tunasema kanisa ni mimi mwenyewe. Unaweza enda msikiti? Siwezi enda mimi. Na unaweza enda msikiti? Naweza enda, ni kwa vile sijui masharti ya huko venye yako. Wewe kwa nini unaweza enda msikiti? Masharti ya huko mimi sijui. Na Yesu si alienda? Yesu ni Yesu, mimi ni mimi. Kwa hiyo mfuate Yesu. Fuata Yesu. Anglican? Yeah. Na Yesu alikuwa anaenda kwa msikiti aende? Alikuwa anaenda. Mbona unasema Yesu ni Yesu? Sasa mimi si Yesu. Yesu alisema kwamba kama unamfuata matendo aliyofanya ufanye. Wewe unamfuata kweli? Yeah. Kwa hiyo kama unamfuata nitakana uende wapi? Kanisa. Wapi Yesu alienda kwa kanisa? Yesu alienda kwa msikiti kuomba. Rafiki yangu njoo hapa bwana. Rafiki yangu nzuri. Hebu njoo. Sasa nini? Sema wewe basi njoo. Mimi na jenzi mnanilet down bwana. Mnaniaibisha bwana. Basi tufuatilieni hapa. Hebu mpatie rafiki yangu huyo. Anaitwa nani? Hii usigeuze hiyo. Sigeuze. Zoache hivyo. Haiko sawa. Patia wewe unaitwa nani? Ninaitwa Hilary Ngige.
Hilary Wangige. Na unasema Muislamu? Mimi Muislamu. Okay. Katika Uislamu watu wanasali mara ngapi kwa siku? Haina idadi ya kuswali. Sasa ingia msikiti saa yote unataka. Unaweza soma Al-Fatiha? Al-Fatiha, mimi nimeingia juzi tu Uislamu. But nimesikia hiyo ndio njia inaweza kuelekeza vizuri. Okay, baada ya kuingia kulipewa jina ama ulinyimwa jina? Mimi sijapewa jina. Na uliingiaje, peke yako ama kuna mtu alikuingiza katika Uislamu? Mimi ndio niliamua kulingana na mawazo yangu. Kwa hiyo mawazo yako tu ikakwambia tuwe Muislamu, kaanza hiyo Uislamu. Basi hapo hujaingia katika Uislamu. Kweli? Kabisa. Bila swali hapo. Utaswali aje wakati hujaingia? Hata ukiswali mpaka ukufe hiyo imeenda na maji. Kweli? Kweli kabisa. Na tena utachomwa vibaya sana kwa kuingia pekee katika Uislamu. Wewe unaweza ingiaje kwenye nyumba watu bila kutisha? Lakini nilikuwa na rafiki yangu. Hebu sema sorry kwanza kuingia bila kubisha. Sema sorry. Sorry. Tumekusamea. Sasa nataka nikuingize sasa katika Uislamu. Kweli. Uko tayari? Uko tayari kabisa. Asante. Nyosha kidole ya kulia namna hii. Hii maana yake Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Ukinyosha hivi sio, ukinyosha hivi si kumaanisha ati hiyo ni one time, hapana. Si tuko hapa siasa. Tunaelewana hapa vizuri Hii maana yake Mungu mmoja, sawa? Fuata maneno haya nyuma yangu na kuwa Muislamu. Sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sema nashuhudia kwamba hapana hapasaye kuabudiwa kwa haki ila Mungu mmoja, na ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa maneno hayo ushakuwa Muislamu. Ina uzito, kwa sababu kuna watu wanakuwa na siasa wanasemanga ukitaka kuwa Muislamu wewe unapigwa nazi za kichwa 7. Wewe ukipigwa nazi moja ya kichwa uta-survive? Si unakufilia mbali. Hii yote ni kutisha watu kwamba wakitaka kuingia katika Uislamu wasiingie. Mtu akifikiria kwamba mimi nataka kuwa Muislamu anaona ni yeye nipigwe nazi nitakufa, anaogopa. Ukienda kwingine wakwambia mpaka upigwe mayai 7 sijui kule nyuma. Ukifikiria mambo kama hayo unaona haiwezekani. Sasa hii yote ni propaganda mbalimbali. Wengine wakwambia ukitaka kuingia unapewa kajini. Yote ni propaganda, ni uongo ili kwamba watu wasiingie katika Uislamu. Umeshanisikiliza vizuri? Lakini kuingia katika Uislamu ni haya maneno umetamka. Kwa kutamka maneno hayo Mwenyezi Mungu amefuta madhambi yako yote. You are clean. Wewe ni msafi saa hizi. Ushanielewa vizuri? Mungu amefuta dhambi zako zote na saa hizi uko na passport ya kwenda paradise. Wapo kabla ulikuwa una passport ya paradise, lakini saa hizi una passport ya kuingia paradise kwa kusema la ilaha illa Allah. Leo unapata wazungu wanazunguka Kenya mzima, dunia mzima na magari, wanatafuta raha, wanatafuta starehe, hawaipati, waioni. Ukiwaona kwa magari unaona wamekunja masura. Kwa nini? Kwa sababu hawajasema la ilaha illa Allah. Kama haujatambua Mungu, Mwenyezi Mungu anatoa raha katika roho yako. Sasa kuanzia leo utapata raha ya nafsi. Ushanielewa vizuri? Ukila sukuma pale nyumbani unafikiri umekula nyama pale KFC, kwa sababu umesema la ilaha illa Allah, yani umekubali Mungu ni mmoja. Tayari Mungu anakupa starehe, utulivu wa moyo. Wewe sasa si mtu wa kuhangaika, madhambi amefuta na amekupatia passport ya kwenda paradise. Na wewe kama Muislamu hamna paradise, hamna janna. Huyo Mwenyezi Mungu anasema wa man yabtaghi ghaira islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati lamina al-khasirin. Anayetaka dini isiyokuwa Uislamu haitakubaliwa kwake, na yeye katika akhira atakuwa katika unyasara. 385 Qur'ani nisomee alafu nimpatie jina. Kwa hiyo unaamua sasa, Mwenyezi Mungu amesema dini ya haki, dini ya kweli, dini ambayo Mwenyezi Mungu anatambua ni Uislamu. La anasema inna dina indallahi al-Islam, dini ambayo Mwenyezi Mungu anatambua ni Uislamu. Hiyo amesema inna, kwa hakika bila shaka dini ya haki ni Uislamu. Amesema ndani ya Qur'an.
85 Qur'ani. 85. Kwa hiyo ukitaka salama unakuwa Muislamu kusikia ni namna alivyofanya huyu, unatamka maneno, kwa kutamka maneno hayo Mwenyezi Mungu anafuta madhambi zako. Na Yesu aliambia watu katika Yohana 15:3 kwamba nyinyi mmekuwa safi kwa sababu ya neno. Kwa maana neno ndio inasafisha, sio damu. Leo watu wanaambia watu kwamba ukitaka kuwa msafi unasafisha kwa damu. Tangu lini damu inasafisha? Damu haisafishi, damu inachafua. 385 Qur'ani, twende. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Na asiyetaka dini, sio ni asiyetaka, na anayetaka dini isiyokuwa ya Uislamu, ndio basi haitakubaliwa kwake. Unaona, anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu haitakubaliwa kwake. Hayo ni maneno ya Allah. Twende. Naye akhira. Ukisikia akhira bimaana kesho, baada ya sisi kufa atafufuliwa. Sasa ikifika siku ya hukumu, Mungu ndiye anasema akhira, naye akhira bimaana naye kesho, siku ya hukumu. Twende. Naye akhira atakuwa katika wenye hasara. Watakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Unaona, bimaana kwamba ukifa si Muislamu unakutana na Mungu, unajua ni hasara, umekula hasara juu, umekula na hasara juu. Kwa hiyo ni vizuri una make your own decision. Leo kuna watu wanasema siwezi kuwa Muislamu, naogopa mama, naogopa baba. Wewe kama baba pengine mchawi, utakuwa tu mchawi unafuata baba? Hapana. Leo ukifa utaulizwa peke yako, utahukumiwa peke yako kesho mbele ya Mungu. Kwa hiyo na make decision ukiwa wewe namna ulivyo. Patia rafiki yangu pale mic. Rafiki yangu, umesikia habari hizo? Nasikia habari. Vizuri kabisa. Sasa maadamu umesilimu, kuna jambo la pili linafuatia, ni kwamba unatafuta jina jingine. Si kwamba wewe jina na kuonesha kama wewe Muislamu, hapana. Lakini utambulishi tu kwamba mimi nikikuona unanipa jina la Kiislamu najua Muislamu, siulize maswali mengi. Shanipata vizuri? Hii jina Hillary ni vitu ambavyo kama zimeletwa na wazungu. Hakuna mtume ama nabii alikuwa mzungu alikuwa anaitwa Hillary. Shanielewa vizuri? Sasa pengine ulikuwa unasema, kwa sababu mimi naona ulikuwa make decision kusilimu na ulikuwa haujui the right channel. Sasa nishakusilimisha, ushajua the right channel. Pengine ulikuwa unasema mimi nikiwa Muislamu ningependa kuitwa hivi ama ningependa kuitwa vile. Jina gani ya Kiislamu ambayo ilikuwa inakupendeza, ambayo ulikuwa unasema nikiwa Muislamu taitwa hivi ama vile? Ni gani? Majina yako mengi. Ninapendekeza Omar. Unapendekeza Omar. Kwa hiyo Omar ndio kijina katika majina ambayo kwamba ulikuwa unapenda. Umechagua jina kubwa, maana katika Uislamu kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Omar. Yule alikuwa sio mchezo, alikuwa tunasema khalifa wa pili. Utaingia katika Uislamu utafundishwa. Alikuwa mtu straight, alikuwa akitembea hivi ibilisi akimuona na kata kona. Hawapiti njia moja na Omar. Sisi elewana. Kwa mtu shujaa, alikuwa na imani, alikuwa na moyo wa nguvu, na Mungu alimpenda na mtume alimpenda. Kwa hiyo nawe pia uchukue mfano wake. Sawa? Karibu sana katika Uislamu Omar. Pale na Qur'ani na kuletea moja saizi, na kanzu pale nikupatie. Unaona? Na vile vile wewe unaishi hapa? Mimi mkaaji huko South B. Wewe unakaa South B? Yeah. Sasa South B pale labda utaenda pale msikiti. Unajua Al-Huda? Msikiti hapo kuna ile kubwa iko na Radio Ikra pale. Yeah. Unaijua hiyo msikiti kubwa? Enda pale, kuna mahali watu kusomeshwa bure, Waislamu wapya. Utasomeshwa free of charge, au lipi chochote. Unaelewa vizuri? Karibu sana rafiki yangu. Haya, huyu ashaingia katika dini. Patia huyu Philip sasa. Naye pia amboe. Philip, wewe tu umebaki peke yako. Mwisho utaingia kanisani umepata hakuna mtu, ni wewe tu. Watu wanahama katika Ukristo wanaingia katika Uislamu. Wewe ndio utakuja jipate umebaki peke yako rafiki yangu. Kwa hiyo fanya decision mapema. Unasemaje kuwa Muislamu sahihi? Sio wakati huu. Haya, nakuuliza swali. Maana yake una swali kwangu, mimi na swali kwako. Nini mzuri katika Ukristo? Sisi Waislamu tuache Uislamu tukufuate wewe katika Ukristo. Jameni, na swali hili naliuliza. Kama kuna mtu ako na jibu, mimi niko hapa, niko hadharani, niko mbele ya kamera. Kama mtu ananiambia uzuri wa Ukristo, anionyeshe kwa ushahidi kwamba ndio uzuri wa Ukristo, kitu ambacho kwamba kiko wazi, mimi niko tayari kumfuata. Hapa Hillary, kuna uzuri gani katika Ukristo ambaye inashinda Uislamu, ambaye inafanya unakataa kuwa Muislamu unabaki katika Ukristo, na mimi niwache Uislamu wangu nikufuate katika Ukristo? Unaweza niambia?
Si Hilary, huyu Philip. Wewe ni Muislamu. Sasa ni wewe sasa, jitetee, usipeane mic. Sasa kazi kwako. Hebu niambie uzuri moja tu ya Ukristo. Sababu uzuri moja wa Uislamu, tunaona Yesu anaenda msikitini kama sisi. Na mwalimu aliyekuwa wiki iliyopita sijui, lakini lazima aliwafundisha namna ya sala kwamba ni kusujudu, na Yesu alisujudu. Uzuri wa Uislamu ni kwamba ukishakuwa Muislamu unapata paradise. Hiyo ni direct ticket. Na hakuna dini nyingine, na Mungu amesema katika Uislamu, katika Qur'ani, kwamba wewe kama si Muislamu paradise hauna. Kwa hiyo hii ni uzuri moja tu kati ya uzuri 100 ambaye naweza panga na ushahidi wa maandiko. Sasa na mimi nataka na mtu anipangie kwamba uzuri wa Ukristo ni hii 1 2 3, tuone, si tuwafuate. Niende pale fungue kanisa kubwa pale, kwanza kuna pesa, hakuna kusalisali, kushikashika udhu kila wakati. Wajua sisi tunashika, kuna baridi kama sasa hii mwezi wa baridi hapa Kenya. Asubuhi saa 11 unaenda kushika maji ya baridi usali. Hii dini ya Ukristo, dini ya starehe, unalala tu unakanyaga blanketi wiki mzima, una habari mpaka ifike Jumapili. Tena katika ibada unakaa starehe ukiwa na maji na bigiji unakula. Dini gani ya starehe ambaye nani hataki starehe? Kwa hiyo ukinionyesha uzuri kwamba ndio hii kwa ushahidi wa maandiko, niko tayari. Lakini na wewe ukiona kwamba Uislamu ni mzuri na una ushahidi, na yeye pia naomba utufuate. Haya, rafiki yangu pale, naomba nikusalimie. Wewe tu uliosimama hapo. Sijui kama ndio kidogo nisalimie. Njoo. Sione tabu. Siogope, njoo. Haya, pelekea pale mic. Umeenda hivyo Philip, Kwa hiyo una uzuri. Sasa unamaanisha kwamba nisije pale. Rafiki yangu habari gani? Rafiki yangu habari gani? Nzuri sana. Unaitwa nani? Evans. Evans. Mkristo Muislamu? Kristo. Mkristo. Kanisa gani? Haya, simu ishaingia. Hiyo juu kishaanza ongea tu simu. Na hebu patie yako juu ya mti hapa. Amekaa starehe sana bwana. Rafiki yangu habari gani? Nzuri. Mbona una starehe hivi bwana? Na Yao starehe, waambie starehe za nyani hizo, unajua? Aha, unaitwa nani rafiki yangu? Ija Mwaniki. Elijah Mwaniki. Aha, Mkristo. Mimi naitwa Athman Abbas. Dini yangu Muislamu. Na mimi ni mwalimu wa Kiislamu wa dini. Sawa. Wewe unaenda kanisa gani? SDA. Wewe ni SDA Church, siku ya Jumamosi. Mimi naendanga msikiti na si Ijumaa kila siku. Chelewana vizuri. Mimi kitabu ambacho kwamba naisoma na nafuata mafundisho yake ni Qur'ani. Wewe kitabu unayosoma unafuata mafundisho yake ni kitabu gani? Biblia. Asante sana. Vizuri. Musa alipatiwa kitabu, si ni kweli? Yeye kitabu Musa alipewa inaitwa nini? Hiyo. Si Biblia, alipewa Biblia. Hapana. Musa alipewa kitabu inaitwa Taurati. Kweli si kweli? Alipewa kitabu inaitwa Taurati. Daudi akapewa pia kitabu. Unajua jina hiyo kitabu alipewa Daudi? Inaitwa Zaburi. Ni kweli si kweli? Asante. Yesu akapewa kitabu inaitwa Injili, si ni kweli? Asante. Kwa hiyo Taurati Musa, Zaburi Daudi, Injili Yesu. Kweli si kweli? Haya, Biblia alipewa nani? Unaona Kwa hiyo wewe uko kanisani, kanisa yako ni SDA, unasoma Biblia na ujui nani alipewa. Mimi niko msikitini, nasoma Qur'ani na najua Qur'ani alipewa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuelewana vizuri? Sasa Biblia si alipewa Yesu. Yesu amepewa Injili. Sasa ndio Biblia nataka kujua amepewa nani? Ndio wewe sasa usiniulize mimi Muislamu. Mimi niulize Qur'ani nani alipewa, mimi nikwambie Qur'ani amepewa Muhammad. Sasa mimi nakuuliza wewe Mkristo, kwa sababu wewe Mkristo, nimekuuliza kitabu yako gani? Umesema Biblia. Si umesema mwenyewe? Nikakuuliza Biblia amepewa nani? Sasa wewe ujui. Wewe sasa unaniuliza mimi. Sasa mimi ukiniuliza nitatoa wapi jibu rafiki yangu? Alipewa Biblia ni Yesu.
Yesu alipewa Biblia? Una hakika? Unaweza nionyesha mahali ushahidi? Siwezi kuonyesha. Na mimi nikikuonesha utafuata? Utakubali? Kalingana. Basi hebu teremka pale. Nataka uende usome pale andiko moja. Wewe rafiki yangu mzuri sana, mtu wa Sabato. Wewe ni msabato. Alafu wa Sabato wanakuanga wasomi, wacheni niwaambieni. Kuna kanisa watu wasomi kama wa Sabato. Wasomi sana hao. Rafiki yangu, mimi nataka nikuoneshe Yesu alipewa kitabu gani, alafu sasa waamue utafuata ama utakataa. Tena kushindana na Yesu. Haya, twende 57:27. Kwa hiyo mnielewe. 57:27. 57:27 ndio. Kisha tukawafuatilisha nyuma yao mitume wetu wengine, ndio, na tukamfuatilisha Isa bin Maryam, na tukampa Injili. Tukampa nini? Injili. Rudia tena, tukampa nini? Na tukamfuatilisha Isa bin Maryam, na tukampa Injili. Mpe. Isa bin Maryam alipewa nini? Kwa hiyo Qur'ani imethibitisha wazi kwamba Yesu alipewa nini? Injili. Umesikia vizuri eh? Marko 1:14 sasa kitabu unachoamini unayosoma, sikia inasemaje? 1:14 Marko, twende. Marko ngapi mwalimu wangu? Marko 1:14. Marko unaenda pale Mathayo 14. Very good. Twende faster. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, ndio Yesu akaenda wapi? Galilaya. Ndio. Akihubiri habari njema ya Mungu. Ndio. Akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Twende. Tubuni na kuamini Injili. Mpe. Yesu alikuwa anaambia watu watubu na kuamini nini? Waamini Biblia ama Injili? Sijui. Maandiko yanasema kwamba Yesu alikuwa anaamrisha watu waamini nini? Injili. Andiko iko wazi. Haitaji ufafanuzi, haitaji explanation, it's self-explained. Yenyewe inaji-explain kwamba Yesu anaambia watu waamini Injili. Kweli si kweli? Na wewe unasema kwamba yeye amekuja na nini? Kwa hiyo wewe unakuwa muongo. Ndio maana nikakuuliza swali, a very simple question. Nani alipewa Biblia? Na utasomaje kitabu ambayo haujui ni nani amepewa? Uone ni hatari rafiki yangu. Wewe unasoma kitabu ambayo hujui nani amepewa. Qur'ani amepewa Muhammad, ndio mimi naitumia. Uko na swali kwa Waislamu? Haya, mwalimu wangu ako na swali kwako. Mwalimu njoo hapa. Acha umsikilize. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naijua. Masama una swali lolote? Mimi niko na swali. Nasema wewe dini gani? Sabato. Sabato ni nini? Dini kama hiyo ya. Huwa anasema fungua Biblia. Nifungulie Biblia Luka 4:16 usome tu ile aya ilisomwa mwanzo. Ndio hiyo tena soma uimalize. Luka ngapi mwalimu wangu? Luka 4:16. 4:16 Luka. Luka 4:16. Aha. Akaenda Nazareti. Aha. Hapo alipolelewa. Ndio. Na siku Sabato. Ndio hiyo. Akaingia katika sinagogi. Okay. Wanasema sinagogi nini? Boss, umesema unaitwa nani? Elijah. Umesema sinagogi ni Sabato ni? Biblia inasema Sabato ni? Weka mic. Sinagogi.
haujaelewa. Kwa nini hamsikizi maandiko nyinyi? Ndio maana mnachanganywa, mnakorokwa. Mkikombanishwa kibarua mnakasirika muende. Mkikombanishwa kanisani mnaana sadaka. Hiyo maneno hiyo. Wanasema siku ya Sabato. Sio Sabato ni kanisa wala dini. Ama rudie hiyo uelewe vizuri. Rudia mwalimu wangu. Naam. Akaenda Nazareti. Aha. Hapo walipolelewa. Ndio. Na siku ya Sabato hiyo akaingia katika sinagogi. Siku ya nini? Siku ya Sabato. Rudia, siku ya nini? Na siku ya Sabato. Hey. Wanasema Sabato ni nini? Kwa mujibu wa Biblia, lakini Biblia inatambua Sabato kama ni nini? Sinatambua kama kanisa. Hausikii maandiko ndugu yangu? Wanasema na siku ya Sabato akaingia wapi? Kwa hivyo Sabato ni nini? Mtu asome mwenyewe. Mwalimu, mtu hiyo Biblia muonyeshe asome. Huyu ni kama atakuwa mwanafunzi mgumu sana huyu. Wanasema Sabato ni siku, sio dini. Na wewe unasema Sabato ni dini, sio siku. Tufuate wewe, tufuate Biblia. Acha tusomee mwalimu wangu. Maha. Hebu mwenyewe soma. Wanasemaje? Haionekani? Acha nimsomee, endelee kusoma saidi yake. Hiyo Sabato hiyo peke yake ukonfirm kwake ajue sio dini basi. Akaenda Nazareti. Naam. Hapo hapo alipolelewa. Na siku siku ya Sabato. Ngoja tulia hapo. Wanasema Sabato ni nini? Mupe mic. Sabato ni nini hiyo? Sabato ni siku. Na wewe unasema ni nini? Sinasema ni dini. Na Biblia inasema Sabato ni sinagogi. We man, haya tuachane nayo. We nyinyi ndio mnasumbua, ndio maana mnangojea kudanganywa kila kitu mkifuata. Mnatanganywa mkifuata. Na ndio hiyo hata Biblia yenu yenyewe inasema njia ya kuingiza watu motoni itakuwa no. Na mimi niko na swali. Uliza. Yanga lugha ambayo si ya kwenu, lakini yanga swali mzuri kabisa. Nyinyi kanisani mnatumia lugha gani? Ocha, twende polepole. Nataka uelewe, isije ikakufuruka akili kwingine. Kanisani mnatumia lugha gani? Weka mic vizuri usikike. tunatumia Kiswahili. Kiswahili mlitoa wapi? Kiswahili mlitoa wapi? Najua hujasikia. Kwa Kiingereza. Wewe waja koroka maneno. Nimeuliza kwa Kiswahili. Umetaja Kiswahili hapo? Mlitoa wapi Kiswahili? Kanisani mnatumia vitabu gani? Biblia iliteremshwa kwa lugha gani? Sasa unaona? Unafaa kuongea lugha yenu. Mbona uongea wewe? Lugha yetu ni gani? Wewe ni Mswahili. Mimi Mswahili. Sasa hivi tunaongea na wewe lugha gani? Niko shida hapo. Hapo na kuongelesha Kiswahili. Una shida? Wewe ni Mswahili? Na mimi tunaongea tukielewana. Msikiti ulipata amekosana kwa sababu ni Kiarabu. Mtumie hiyo lugha. Hili imeshukishwa na Qur'an na ni mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Qur'an ikawa inakuja inateremshwa kwa watu wote ili waweze kusikizana. Vile vile Biblia iliteremshwa kwa Kiebrania, mkafanya ukarabati, mkatoa hiyo mkaweka Kizungu, na Kizungu yenyewe tena msomi. Kweli si kweli? Nasoma Kizungu.
Kanisani mnasoma Kizungu? Na mnafuata? Somee 7:20 Mathayo. Mathayo 7:20. Wakristo mkono juu. Wakristo. Wakristo. Njoo ndugu yangu nisalimie. Mwanzi. Habari yako? Sema haikuumi hata habari. Mimi naitwa Musa Muislamu. Wewe unaitwa nani? Sali? Ng'ang'a mchungaji. Yule mchungaji ni wewe? Wewe unaenda katika dini gani? Hiyo tangu yaanze imemaliza miezi ngapi? Miaka 10. Ianza. Hiyo ni ya Yesu. Ndio. Mwalimu ukifika uniambie 7:20 Mathayo. Ndio mwalimu wangu. Umefika? Mwanzi. Aha. Mwanzi uliopondeka. Aha. Hata vunja. Hapana. Mwanzi. 7:20. 7:20 Mathayo. Samahani mwalimu wangu. 7:20 Mathayo. Haya, ndio nasoma. Hiyo dini yako umesema ni? Hebu nikumbushe tena. Imekuwa tatizo hii ya miaka 10. 7:20. Ndiposa kwa matunda yao hiyo mtawatambua. Aha. Na kila mtu aha, aniambiaye Bwana Bwana, Bwana Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Soma vizuri, umeruka kitu hapo. Na si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Endelea. Bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu, Baba yangu aliye mbinguni. Wengi watakimbia, ndio hao wataniambia siku ile, Bwana Bwana Bwana, hata kufanya unabii. Samahani mwalimu wangu. Iko sawa, enda tu. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Ndio hiyo. Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua nyinyi kamwe. Ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Ndio hiyo, mupe mai. Hiyo hayo umesikia? Unasemaje? Wataingia? Weka mic vizuri. Wote wanamtaja Yesu Bwana Bwana. Hawataingia wapi? Na tusipofanya miujiza watu wote wanatoroka kwa uwanja wetu. Penye miujiza iko wanafanya aje? Na vile vile mnasoma Kizungu wapi? Na muelewe Kizungu yenyewe. Kweli si kweli? Hiyo Biblia inasema atakapofanya miujiza siku za mwisho utakuwa aje? For example, juzi na nimesikia hivi karibuni wanakuja wanatuletea hapa mkutano na pastor wenu mkubwa kabisa Kenya hii, anafanya miujiza, anaponya viwete, anaponya wagonjwa, na sijawahi kutana hata na huyu mmoja ameponya akiwa kiwete. Kama wewe unamjua utaniambia. Sasa akiwa huko, watu sikiza kidogo, watu watakuwa wamejaa, si kweli? Akifanya miujiza, si kweli? Biblia inasema atakapofanya miujiza afanya aje? Kwa hiyo Biblia, hebu shikia hapo niongee na wewe kidogo boss. Malizane ndio nirudi hapo basi. Kanisa yenu pia ni ya Yesu. Hiyo ya miaka 10 ni ya Yesu. No. Sawa. Yesu alikuwa anaingia kwa hiyo. Usiulize kanisa. Uliza.
basi ni sawa tu. Imani yako kwa Yesu tena iko sawa. Imani yako iko kwa Yesu. Acha sasa, hebu nieleze kwa dakika moja hivi ndio nijue imani yako iko kwa Yesu. Sasa imani yako kwa Yesu inafanya aje? Mihadhara mbalimbali inayotupa elimu kwa mashehe mbalimbali walio wataalamu. Mihadhara mbalimbali inayotupa elimu kwa mashehe mbalimbali walio wataalamu, kututoa ujahili, kutufundisha elimu, kututoa ujahili, kutufundisha elimu. Maana yake